Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na sekta binafsi itahakikisha kuwa sekta ya uwekezaji inazidi kukua na kuimarika zaidi nchini. Hayo yamesemwa na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah katika uzinduzi wa mradi wa hoteli ya Matemwe Attitude iliyopo Kijini, mkoa wa Kaskazini Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Amesema kuimarika kwa sekta ya uwekezaji ndiko kuna kuwavutia wawekezaji kuendelea kuwekeza kwa wingi Zanzibar, jambo linalochangia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa ajira kwa wananchi wazawa na kukuza uchumi kwa jamii inayowazunguka. Amefahamisha kuwa jitihada hizo zimetoa matokeo chanya, ikiwemo kuongezeka kwa miradi ya uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya utalii, ujenzi, nishati na kuzalisha fursa nyingi za ajira, ambapo takwimu za serikali zinaonyesha kuwa zaidi ya miradi ya uwekezaji 588 imesajiliwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, ikiwa na thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.9 na kuweza kuzalisha ajira zaidi ya 28,695 kwa wazawa. Amesema amefurahishwa na kauli ya wawekezaji wa hoteli ya Matemwe Attitude kuahidi kuwa kipaumbele chao kitakuwa ni kuhakikisha wanaweka mazingira bora katika maeneo yanayowazunguka sambamba na kuigusa jamii moja kwa moja katika nyanja mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha ustawi bora kwa wananchi wa kijiji cha mkoa wa Kaskazini kwa ujumla. Aidha, Mheshimiwa Hemed amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki na wezeshi kwa wawekezaji ili waendelee kuja kuwekeza Zanzibar, ambapo amewasisitiza wananchi kutoa ushirikiano kwa wawekezaji sambamba na kulinda mila, silka na tamaduni za Kizanzibari. Makamu wa Pili wa Rais amewataka wananchi walioajiriwa hotelini hapo kufanya kazi kwa umakini, uadilifu na kufuata sheria za kazi pamoja na maelekezo ya waajiriwa wao. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Hemed amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani na mshikamano, kuyalinda, kuyadumisha na kuyaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 ili kuendelea kupata maendeleo nchini. Kila siku una faida nyingi sana, na nchi yoyote ambayo imejikita kwenye uwekezaji, hiyo nchi inakuwa ni nchi ya mafanikio. Nasi Zanzibar, suala zima la uwekezaji limetusaidia kwa asilimia kubwa. Nimeona pale ZIPA wameeleza zaidi ya miradi 550 imeshasajiliwa, watu wanaendelea kuwekeza. Kwa kweli hii ni historia ndani ya Zanzibar. Hongereni sana kwa kazi nzuri. ZIPA mmefanya kazi kubwa sana. Na sisi tunasema tutaweka mazingira rafiki, tutaendelea kuweka mazingira rafiki kuhakikisha wawekezaji wetu wanapata kila wanalostahiki ili waweze kuwekeza kwa karibu zaidi. Nitumie nafasi hii kuomba sana sisi ambao tumepata kazi. Nimeambiwa asilimia zaidi ya 96 ni wafanyakazi kwa maana ya Watanzania. Sisi ambao tumepata kazi, naomba tufanye kazi kwa umakini, kwa uadilifu, lakini tufuate maelekezo ya waajiri wetu ili badala ya kupungua wapate nafasi ya kufanya mradi mwingine, Wazanzibari tupate nafasi nyingine. Haya yote yasingefikiwa kama si ukombozi wa mwaka 1964. Mapinduzi haya tunayoyazungumza leo, ambayo Mzee Abedi Amani Karume pamoja na wenzake waliamua kufanya mapinduzi kwa ajili ya kutukomboa Wazanzibari. Faida ya mapinduzi tunaendelea kuiona leo. Kama ingelikuwa hatuko huru, tusingeweza kusimama hapa na Wazanzibari wakaweza kuwa na vitu vizuri kama hivi. Lakini uhuru huu ndio unatusababisha tuweze kufanya mambo makubwa, lakini tuweze kuongoza sisi wenyewe.
Zamani yalikuweko sio kama haya, lakini pia Wazanzibari walikuwa hawana nafasi ya kuongoza, tulikuwa tumetawaliwa. Sasa ni mwaka wa 62, nchi yetu iko huru, tunaendelea kufanya mambo mazuri chini ya awamu tofauti kutoka ya kwanza hadi ya 8. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Rais na watendaji wote. Serikali ya awamu ya 8 imefanya mambo makubwa sana. Mwezi 12 Januari tuliondoa bwana wa kusema good morning sir. Tangu mwezi 12 Januari sasa tumesalia good morning my friend. Wawekezaji, juzi niliona mwekezaji mzalendo amewekeza, na Mheshimiwa Rais alitoa wito kwa wawekezaji wazalendo waendelee kuja kuwekeza Zanzibar, lakini pia na wageni pia tunaendelea kuwakaribisha. Na mimi niwaambie ndugu zangu wa Wizara ya Uwekezaji, Mheshimiwa Sharifu na timu yako, kwa kweli endeleeni kupambana kuhakikisha wawekezaji wanakuja kuwekeza Zanzibar. Kazi mlioifanya ni njema, naendelea kufanya kazi nzuri, na serikali tutatoa kila aina ya ushirikiano kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri. Zainab Ali, Jahazi TV.